Namshukrani sana Andrin Kileme kutoka studioni. Natumai uhali njema. Leo hii kwenye kaunti ya Taita Taveta vile nimeweza kukutana na baadhi ya wakazi wakinielezea kuhusiana na swala zima la hali ya elimu, kuhusiana na swala hili ambalo leo tunajadili kuhusu elimu. Je, elimu imekuwa njia panda ama namna gani? Kwanza nataka niseme ya kuwa elimu ni nguzo kubwa sana katika nchi, ikilingana na hali ya security, hali ya shelter na hali ya afya. Kwa hivyo jambo la elimu ni jambo ambalo serikali lazima ichukuliwe kwa msingi mkubwa sana katika malengo ambayo inatekelezwa kwa mwananchi. Tukizungumza hali ya elimu katika nchi, inasikitisha ya kuwa elimu imekuwa mzigo mkubwa sana kwa mzazi. Tukiangalia kwa sasa inakuwa mzito mzazi kuelimisha mtoto wake, angalau hata kama ni mtoto mmoja. Kila mzazi anaenda mbio hakikisha kuwa mtoto huyu ameenda shule na apate elimu, kwa sababu elimu tunajua ni haki ya kila mwananchi wa Kenya, lazima apate elimu. Sababu kubwa ambayo inaleta elimu ikawa ni mzigo mkubwa kwa mzazi ni ya kuwa elimu imekuwa very expensive. Ijapokuwa elimu serikali inajitahidi ikisema ya kuwa kuna capitation katika shule. Kwanza capitation yenyewe imepungua, kwa sababu capitation kuna kiwango ambao serikali inakadiria mzazi kila mtoto apate, lakini unakuta ya kuwa ile capitation kila mwaka inapungua. Jambo la pili, ile capitation pia huwa haifikii katika ule muda ambao inatakikana. Kwa hivyo unakuta ya kuwa kila mzazi akienda shuleni, serikali inasema ya kuwa mzazi asilipe chochote katika shule, lakini akifika pale shuleni kuna kiwango ambapo shule lazima itekeleze ilipe. Na ukiangalia katika shule pia wana haki, kwa sababu kule kuna wapishi, kuna security wanaeka, kuna majengo afanyike, na hakuna hela za kutosha kutekeleza. Hata CDF haiwezi tekeleza mahitaji yote ya shule. Kwa hivyo lazima katika board of governance ya shule lazima iweke kiwango mzazi lazima alipe. Kwa hivyo kwa ujumla tunasema kuwa serikali ni lazima itie bidii iangalie jambo la elimu, kwa sababu nchi ambao elimu yake inarudi chini ni hatari kubwa. Inazidi kurudi nyuma economically, politically, socially, kila kitu inarudi nyuma. Kwa hivyo serikali ni lazima iangalie. Ikiendelea hivi basi tuna hatari kubwa ya kuwa katika nchi hii itarudi nyuma sana katika kila nyanja. Elimu naona inagandamiza sana upande wa mzazi. Kwa sasa grade 10 wameharakishwa sana kupelekwa shuleni, ambapo mzazi sasa analia sana akisema hana hela ya kununua karo ya shule, ya kununua vitabu, ya kununua hata vitu vingine vidogo vya mwanafunzi, vya mtoto wake. Swala ambalo linakera sana katika wananchi na katika mzazi. Pia elimu ya sasa, hatujui mbeleni itakuwa vipi, lakini imekuwa kama mzigo kwa mzazi, manake kila kichwa mwanafunzi anatumwa kipya, ambapo mzazi ambaye ni jua kali hana fedha ya kutegemea ati atatumwa, haambiwi mapema, anaambiwa ghafla, ambapo inafanya paka mzazi anakuwa na wasiwasi maishani, ambapo pia inaweka mzazi katika depression. Ingekuwa bora pengine serikali ingefikiria kurejelea tu ile elimu yetu 844 ambapo naona hii elimu ya sasa iende ikaua vyo vya ufundi. Na kama mwanafunzi anaweza fundishwa kupika pale shuleni ama kuranda pale shuleni, yani ufundi pale shuleni, hizi vyo vyetu vya ufundi si huenda vikakufa, ambapo si vyema. Tukiangalia nyakati hizi, maisha yamekuwa magumu. Mzazi anaambiwa anunue sijui uniformu ile na uniformu ile saa ngapi, na atajimudu saa ngapi kimaisha yake, atatoka aende kutafuta saa ngapi, na maisha siku hizi mengi yamekuwa ni mjengo. Kama mzazi hana ujuzi atapata shida, unaona. Na tuangalie pia upande mwingine, pia kipande ya maisha saa hii, yani pia tabia nchi pia imekuwa na shida. Mzazi wengine wanategemea mashamba, wengine pia wanategemea ukulima, upande ndogo kila mahali, hata kulima hata box wanapangiwa. Kama hajapata hiyo kunakuwa na shida. Mimi ningependelea elimu kama wanaweza regesha upande ile ya zamani wakati wa enzi za Moi na Kibaki, itakuwa sawa, maana tulikuwa hata sisi tumeleleka na ile elimu ilikuwa mzazi anaweza kujishikilia pande nyingine na maisha yanaendelea. Kwa sasa yamekuwa magumu. Mtoto sasa ameenda mpaka hata imekuwa mahali yani hata unamhurumia mzazi.
Mzigo umekuwa mzito katika maisha haya. Na mimi ningependelea kama serikali hii ina uwezo na ijifikirie na akili zake zote, iregeshe maisha kama ile ya zamani. Sasa hivi wazazi wanateseka, angalia maisha tuko sasa hivi. Mvua zimekuwa zipatikani kote. Kuna kaunti zimekosa kama Taita Taveta haijapata mvua. Hakuna kilimo, watu wamefanya ni irrigation. Na irrigation yenyewe pia maji yatatoka wapi kama mvua ikunyesha? Mimi ningependelea elimu irudi kama zamani ili watoto wetu pia wapate kuendelea. Hakuna mtu apendi kisomo, kila mtu anapenda kisomo. Namna ndizo baadhi ya kauli zao kuhusiana na swala hili zima. Naregesha usukani kwako Andrin Kileme kuendelea na mjadala huu wetu. Mie ni Julius Mariki, kaunti ya Taita Taveta. Andrin. Asante sana Julius Mariki, mwandishi wetu wa habari kutoka Taita Taveta. Mtazamaji, maoni tofauti tu kutoka kwa wazazi na wadau wengine wa elimu kuhusiana na swali letu la siku, iwapo elimu iko kwenye njia panda. Sasa ameungana nasi